Mikoa Kisugu amevaa mipasi ya Mama Samia, lakini mipasi haina kitu bwana. Mipasi ya mama bado ipo. Na tunasema siku zote mipasi ya mama kazi na utu. Mipasi ya mama kazi na utu. Nafikiri kila jambo linakwenda sawa sawa. Kila jambo linakwenda vizuri, tumeamka na afya njema. Na mimi normal tukatafutana hapa kuzungumza mawili matatu. Nimpongeze sana ndugu yangu, rafiki yangu wa karibu, Harame Kinyambaya, anakwenda kupambana Segerea. Nimwambie tu Nyambaya asiwe na hofu na imani kwamba ni mtu ambaye amejipanga vizuri, ni mtu wa watu, anakwenda Segerea inshallah kwa Mwenyezi Mungu kimpendeza, na kwa namna ambavyo alivyojipanga atakwenda kuwa mwakilishi bora na mwakilishi safi katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia tiketi katika chama chetu cha Mapinduzi, lakini akiwa anatokea maeneo ya Segerea. Mikoa Kisugu msimu umemalizika, lakini kwa upande wa Wekundu wa Msimbazi Simba maneno yameanza kuwa ni mengi kweli kweli. Tayari baadhi ya mashabiki wa Wekundu wa Msimbazi Simba wameanza kunyoshia vidole viongozi. Kwako wewe kama mwanachama wa Wekundu wa Msimbazi Simba, unaona mnafeli wapi ama mnakwama wapi? Lawama tayari zimeshaanza. Kwanza nikiri kwamba msimu umekwisha, na huu msimu haukwisha vibaya na wala haukwisha vizuri. Kwa sababu kwamba ukiangalia miaka miwili, miaka mitatu iliyopita tofautisha kabisa na mwaka huu. Mwaka huu unapokwenda kuzungumzia Simba unakwenda kumzungumzia mwana finali wa shirikisho barani Afrika. Na ukiangalia namna hata ratiba hii, kwa namna ambavyo tunakwenda kumaliza ligi, utaona utofauti huo mkubwa sana kwa yule ambaye alichukua ubingwa wa NBC katika ligi ya Tanzania. Lakini kikubwa lazima niseme, matamanio na matarajio mengi ya mashabiki, wengi wa mashabiki, timu yao inapokwenda kumaliza msimu wanatarajia kuona namna ambavyo timu yao inapata mafanikio, kwa maana kwamba wanakwenda kuwa mabingwa. Mwaka huu kuna vitu viwili ambavyo Simba vimetukuta. Moja, tumekosa ubingwa NBC, lakini pili tumekwenda kufungwa na watani mara 5 mfululizo. Linachoumiza zaidi kuona namna ambavyo Simba tunakwenda kufungwa na watani mara 5 mfululizo. Na kuna muda lazima tuseme, tusiwe wanafiki. Baba mwenye nyumba ndio ana jukumu kukamilisha taratibu zote za nyumba limradi watoto waweze kuisha vizuri. Najua Mwanaidi na kujua kwamba wewe Mbeya kuna sehemu unataka kwenda. Sasa wacha mimi nipite ili usiweze kwenda huko unakotaka wewe kufika. Simba mashabiki wanachama klabu Simba, ningefurahi zaidi kwenda kutupia lawama uongozi wa Simba kuliko kumtupia lawama mtu. Hili jambo lililotokea, mimi kama Mikoa Kisugu lazima niwaambie management ya Simba, hamkuwatendea haki au mkutendea haki wana Simba. Tulikupeni zamana kwa maana tukijua tunahitaji kupata furaha kutoka kwenu, na tuliwaamini kwamba mna uwezo mkubwa sisi kutupa furaha. Kwa hiyo pale ambapo tutakapokosa tukukusema kubali. Kwa nini ukubali? Sisi tuliamini kwamba unaweza kutupa furaha, ili tusikupigie kelele, ili tusikuonyeshe kidole. Nenda kakifanye kile ambacho wana Simba wanachokihitaji kukiona mbele ya macho yao. Nichukue nafasi niwaombe sana wana Simba, tunapokwenda kumsema mtu katika jambo la taasisi, hapa panakuwa na shida. Kwa nini tusiende kuwasema tuliowapa taasisi? Ukiwasikiliza baadhi ya mashabiki wa Wekundu wa Msimbazi Simba wanasema mwenyekiti wamemchagua, lakini kwa upande wa mwekezaji hawana nafasi ya kumgusa moja kwa moja kwa sababu ni masuala ya nini? Mwenyekiti wakati tunamchagua tukwenda kumchagua tu mwenyekiti. Tumemchagua mwenyekiti pamoja na wajumbe. Niliwahi kuongea na waandishi wa habari, na niliwahi kusema na kutoa maagizo kwa management ya Simba. Mikoa Kisugu amevaa mipasi ya Mama Samia, lakini mipasi haina kitu bwana. Mipasi ya mama bado ipo. Na tunasema siku zote mipasi ya mama kazi na utu. Mipasi ya mama kazi na utu. Nafikiri kila jambo linakwenda sawa sawa.
Kila jambo linakwenda vizuri, tumeamka na afya njema, na mimi normal tukatafutana hapa kuzungumza mawili matatu. Usimpongeze sana ndugu yangu, rafiki yangu wa karibu Lameck Nyambaya, anakwenda kupambana Segerea. Nimwambie tu Nyambaya asiwe na hofu na imani kwamba ni mtu ambaye amejipanga vizuri, ni mtu wa watu, anakwenda Segerea inshallah, kwa Mwenyezi Mungu ikimpendeza, na kwa namna ambavyo alivyojipanga atakwenda kuwa mwakilishi bora na mwakilishi safi katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia tiketi katika chama chetu cha Mapinduzi, lakini akiwa anatokea maeneo ya Segerea. Mikoa Kisugu, msimu umemalizika, lakini kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba maneno yameanza kuwa ni mengi kweli kweli. Tayari baadhi ya mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba wameanza kunyooshea vidole viongozi. Kwako wewe kama mwanachama wa wekundu wa Msimbazi Simba, unaona mnafeli wapi ama mnakwama wapi? Lawama tayari zimeshaanza. Kwanza nikiri kwamba msimu umekwisha, na huu msimu haukwisha vibaya na wala haukwisha vizuri. Kwa sababu kwamba ukiangalia miaka miwili, miaka mitatu iliyopita tofautisha kabisa na mwaka huu. Mwaka huu unapokwenda kuzungumzia Simba unakwenda kumzungumzia mwana finali wa shirikisho barani Afrika. Na ukiangalia namna hata ratiba hii, kwa namna ambavyo tunakwenda kumaliza ligi, utaona utofauti huo mkubwa sana kwa yule ambaye alichukua ubingwa wa NBC katika ligi ya Tanzania. Lakini kikubwa lazima niseme, matamanio na matarajio mengi ya mashabiki, wengi wa mashabiki, timu yao inapokwenda kumaliza msimu wanatarajia kuona namna ambavyo timu yao inapata mafanikio, kwa maana kwamba wanakwenda kuwa mabingwa. Mwaka huu kuna vitu viwili ambavyo Simba vimetukuta. Moja, tumekosa ubingwa wa NBC, lakini pili tumekwenda kufungwa na watani mara 5 mfululizo. Linachoumiza zaidi kuona namna ambavyo Simba tunakwenda kufungwa na watani mara 5 mfululizo. Na kuna muda lazima tuseme, tusiwe wanafiki. Baba mwenye nyumba ndo ana jukumu kukamilisha taratibu zote za nyumba ili mradi watoto waweze kuisha vizuri. Najua Mwanaidi na kujua kwamba wewe Mbeya kuna sehemu unataka kwenda. Sasa wacha mimi nipite ili usiweze kwenda huko unakotaka wewe kufika. Simba mashabiki, wanachama klabu Simba, ningefurahi zaidi kwenda kutupia lawama uongozi wa Simba kuliko kumtupia lawama mtu. Hili jambo lililotokea, mimi kama Mikoa Kisugu lazima niwaambie management ya Simba, hamkuwatendea haki au mkutendea haki wana Simba. Tulikupeni zamana kwa maana tukijua tunahitaji kupata furaha kutoka kwenu, na tuliwaamini kwamba mna uwezo mkubwa sisi kutupa furaha. Kwa hiyo pale ambapo tutakapokosa tukukusema kubali. Kwa nini ukubali? Sisi tuliamini kwamba wewe unaweza kutupa furaha, ili tusikupigie kelele, ili tusikuonyeshe kidole. Nenda kakifanye kile ambacho wana Simba wanachokihitaji kukiona mbele ya macho yao. Nichukue nafasi niwaombe sana wana Simba, tunapokwenda kumsema mtu katika jambo la taasisi, hapa panakuwa na shida. Kwa nini tusiende kuwasema tuliowapa taasisi? Ukiwasikiliza baadhi ya mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba wanasema mwenyekiti wamemchagua, lakini kwa upande wa mwekezaji hawana nafasi ya kumgusa moja kwa moja kwa sababu ni masuala ya nini? Wao mwenyekiti wakati tunamchagua tukwenda kumchagua tu mwenyekiti. Tumemchagua mwenyekiti pamoja na wajumbe. Niliwahi kuongea na waandishi wa habari na niliwahi kusema na kutoa maagizo kwa management ya Simba. Nimpongeze sana ndugu yangu, rafiki yangu wa karibu Lameck Nyambaya, anakwenda kupambana Segerea. Nimwambie tu Nyambaya asiwe na hofu na imani kwamba ni mtu ambaye amejipanga vizuri, ni mtu wa watu, anakwenda Segerea inshallah, kwa Mwenyezi Mungu ikimpendeza, na kwa namna ambavyo alivyojipanga atakwenda kuwa mwakilishi bora na mwakilishi safi katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia tiketi katika chama chetu cha Mapinduzi, lakini akiwa anatokea maeneo ya Segerea. Mikoa Kisugu, msimu umemalizika, lakini kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba maneno yameanza kuwa ni mengi kweli kweli. Tayari baadhi ya mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba wameanza kunyooshea vidole viongozi. Kwako wewe kama mwanachama wa wekundu wa Msimbazi Simba, unaona mnafeli wapi ama mnakwama wapi? Lawama tayari zimeshaanza. Kwanza nikiri kwamba msimu umekwisha, na huu msimu haukwisha vibaya na wala haukwisha vizuri.
kwa sababu kwamba ukiangalia miaka miwili, miaka mitatu iliyopita tofautisha kabisa na mwaka huu. Mwaka huu unapokwenda kuzungumzia Simba unakwenda kumzungumzia mwana fainali wa shirikisho barani Afrika. Na ukiangalia namna hata ratiba hii kwa namna ambavyo tunakwenda kumaliza ligi, utaona utofauti au kuwa mkubwa sana kwa yule ambaye alichukua ubingwa wa NBC katika ligi ya Tanzania. Lakini kikubwa lazima niseme, matamanio na matarajio mengi ya mashabiki, wengi wa mashabiki, timu yao inapokwenda kumaliza msimu wanatarajia kuona namna ambavyo timu yao inapata mafanikio, kwa maana kwamba wanakwenda kuwa mabingwa. Mwaka huu kuna vitu viwili ambavyo Simba vimetukuta. Moja, tumekosa ubingwa NBC, lakini pili tumekwenda kufungwa na watani mara 5 mfululizo. Linachoumiza zaidi kuona namna ambavyo Simba tunakwenda kufungwa na watani mara 5 mfululizo. Na kuna muda lazima tuseme, tusiwe wanafiki. Baba mwenye nyumba ndio ana jukumu kukamilisha taratibu zote za nyumba ili mradi watoto waweze kuisha vizuri. Najua Mwanaidi na kujua kwamba wewe Mbeya kuna sehemu unataka kwenda. Sasa wacha mimi nipite ili usiweze kwenda huko unakotaka wewe kufika. Simba mashabiki wanachama klabu Simba, ningefurahi zaidi kwenda kutupia lawama uongozi wa Simba kuliko kumtupia lawama mtu. Kumnyoshia mkono mtu. Hili jambo lililotokea, mimi kama Mikoi Kisugu lazima niwaambie management ya Simba, hamkuwatendea haki au mkutendea haki wana Simba. Tulikupeni zamana kwa maana tukijua tunahitaji kupata furaha kutoka kwenu, na tuliwaamini kwamba mna uwezo mkubwa sisi kutupa furaha. Kwa hiyo pale ambapo tutakapokosa tukukusema kubali. Kwa nini ukubali? Sisi tuliamini kwamba unaweza kutupa furaha, ili tusikupigie kelele, ili tusikuonyeshe kidole. Nenda kakifanye kile ambacho wana Simba wanachokihitaji kukiona mbele ya macho yao. Nichukue nafasi niwaombe sana wana Simba, tunapokwenda kumsema mtu katika jambo la taasisi, hapa panakuwa na shida. Kwa nini tusiende kuwasema tuliowapa taasisi? Ukiwasikiliza baadhi ya mashabiki wa Wekundu wa Msimbazi Simba wanasema mwenyekiti wamemchagua, lakini kwa upande wa mwekezaji hawana nafasi ya kumgusa moja kwa moja kwa sababu ni masuala ya nini? Mwenyekiti wakati tunamchagua tukwenda kumchagua tu mwenyekiti. Tumemchagua mwenyekiti pamoja na wajumbe.